ambao unatakiwa kila mtumishi ahakikisha anafanya kazi kwa weledi na kwa uhakika, ili aweze kusomeka vizuri kwenye mfumo kwamba anafanya kazi. Mpango kazi mwingine wa 2025 ilikuwa ni kutokomeza udumavu. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tumehakikisha Njombe mjini tunafanya kampeni mbalimbali kuhakikisha udumavu unatokomea kabisa. Kampeni ya mwisho ilikuwa ni ya kugawa mayai. Tulitembea kata nzima kuhakikisha tunagawa mayai kwa watoto wa chini umri ya miaka 5 na akina mama wajawazito. Na kampeni itakayofuata sasa, tuna mpango wa kugawa maziwa, kila kaya lita 1. Maziwa! Baada ya kugawa maziwa lita 1, tuna mpango sasa kuhakikisha Njombe tuna uhaba wa vyakula, nyama yani protini. Tutafanya nyama choma pale soko kuu, itaitwa Nyama Choma Njombe Festival. Watu wote tutachoma nyama na tutakula bure nyama. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, mpango kazi mwingine ni ulinzi na usalama. Haya yote yametekelezwa kwa mwaka 2025. Ulinzi na usalama kwa kata ya Njombe mjini, wataalamu ngazi ya kata, watendaji, wenye viti, tunahakikisha kila mtaa una vikundi 12 ambao wanatembea usiku na mchana kuhakikisha kata ya Njombe mjini iko salama. Na wananchi, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, wanachanga 1000 kila kaya kuhakikisha kwamba Njombe iko salama. Na shahidi mkubwa kabisa ni OCD ambaye amefika hapa, anajua kabisa kweli Njombe kata ya Njombe mjini tuko vizuri. Jamani, makofi kidogo. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, katika swala zima la usimamizi wa shughuli za maendeleo, Mheshimiwa Rais ameleta pesa nyingi sana kwa kata ya Njombe mjini, lakini mkurugenzi wetu na halmashauri imeleta fedha nyingi sana. Tumesimamia ujenzi wa miundombinu mbalimbali. Mfano mzuri kabisa, Mabatini Sekondari mwaka jana tulitoa fedha nyingi za kujenga madarasa 7, lakini tumekamilisha ujenzi wa zahanati ya Kihesa, lakini tumekamilisha ujenzi wa madarasa pale Mbela Sekondari, Sabasaba Sekondari, lakini tunaendelea. Kamaka ya juzi tumekubaliana tunaanza ujenzi wa sekondari ya Kihesa ili watoto wasipate shida, wanatoka Ngaranga wanakuja kusoma Mbela karibia kilomita 5. Sasa tukakubaliana kwenye kamaka lazima sekondari ya Kihesa ianze kujengwa. Lakini mpango mwingine uliopo, tunaanza ujenzi wa sekondari ya Kambarage. Tayari eneo tumeshapata, eneo la magereza, na hiyo sekondari itajengwa. Kwa hiyo tutakuwa na sekondari 4 kwa kata ya Kambarage. Sekondari ya Mabatini ipo, sekondari ya Mbelela ipo, inakuja sekondari ya Kihesa na inakuja sekondari ya Kambarage. Sekondari zoe! Bila kusahau chuo kikuu na chenyewe kipo kata ya Njombe mjini. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kata ya Njombe mjini katika mpango kazi wetu tulijipangia kuendesha makongamano mbalimbali ambayo atawajengea wananchi elimu na atajengea uwezo wa kufanya shughuli zao kwa ajili ya kujipatia kipato. Kama unavyofahamu, Njombe kuna uchumi mkubwa. Sasa sisi viongozi wa ngazi ya ngazi tulioko hapa katani kuhakikisha tunaendesha makongamano na semina zitakazowajengea wananchi uwezo waweze kujitengenezea kipato. Kwa leo hapa kuna vikundi 90 ambavyo vimeomba mikopo ya halmashauri kwamba ukikopa 100,000 unarudisha 100,000, hakuna riba. Kwa hiyo vikundi hivi tunaandaa kongamano kubwa kuja kuwajengea uwezo. Wakichukua ile mikopo, wanachukua wanaweka hakuna mtu kudaiwa. Makofi kwake. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, mpango kazi wa mwisho ni kushiriki shughuli zote na kupokea maelekezo kutoka ngazi ya juu. Mfano, kushiriki uchaguzi wa serikali za mitaa na uchaguzi mkuu. Mwaka jana tumeshiriki uchaguzi wa serikali za mitaa kwa amani na utulivu kabisa. Ulikuwa ni mpango kazi wetu wa kata ya Njombe mjini. Tukapata wenye viti wa mitaa, wenye viti
hatukuwa na changamoto yoyote. Watu walipiga kura kuanzia saa 2 mpaka saa 12 na matokeo yakatangazwa. Matokeo oye. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, mpango mwingine ambao tumeuandaa kwa mwaka mzima ilikuwa kuhakikisha shule zote kushirikiana na wazazi wanachanga vyakula vinapelekwa shuleni. Kamati za shule zinasimamia chakula, sio mzazi anatoa chakula hapo aende kufuatilia. Tumekubaliana na wazazi watakuwa wanatembea shuleni, wanauliza leo mmepika nini? Makande. Parachichi mmeweka? Ndio. Kamati inaondoka. Yamefanyika hajafanyika? Asante sana. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, mpango wa mwisho ambao tumeutekeleza ni kusimamia swala zima la kilimo. Mheshimiwa Mkurugenzi kupitia idara ya kilimo na mifugo alitupa fedha kama kata ya Njombe mjini kwa idara ya kilimo kuzalisha miche ambayo itagawiwa kwenye mashule yote, itagawiwa kwa watu ambao wanawajibika na TASAFU na watu wenye mazingira magumu. Ndio maana leo tulivyokuomba uje ushiriki nasi, uhusika kwa njia moja au nyingine kuhakikisha miche aliyotuwezesha mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Njombe inagawiwa kwa amani na upendo. Na mimi naomba nikukuahidi tu kwamba leo unapoenda kugawa miche hii, kila mwananchi aliyeko hapa atapata angalau mche mmoja akapande nyumbani. Na huo ni ukweli. Hapa mjini, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, hapa mjini hakuna mtu anaweza akapanda miche 10 au 5. Nyumba zimebanana mno. Kwa hiyo hapo mtu anapigwa mche huu mmoja tu, anaenda kupanda. Parachichi wewe! Mwisho kabisa, mwenyekiti mkuu wa wilaya, mpango kazi huu tunaukamilisha mwezi wa 7. Ndio tutafanya tathmini kuweza kuona kwamba tulipanda nini na tunavuna nini. Wakati huo sasa tunajiandaa tunakuandaa mpango kazi wa kata wa 25 26. Mungu awabariki. Kamwene makofi kwa mtendaji wa kata. Kipekee nimpongeze sana mtendaji wenu wa kata, anafanya kazi nzuri. Mpigieni makofi, anafanya kazi nzuri mtendaji wa kata. Ninamshukuru sana kwa kazi kubwa anayoifanya. Na leo hapa sisi sote tulikuwa mashahidi, tumesikiliza mpango kazi wa kata ambao umetekelezwa kwa zaidi ya 99%. Kwa hiyo ninawashukuru sana kwa utekelezaji huo, lakini nawashukuru sana kwa ninyi hususani kwa kujitokeza kwa pamoja kwa ajili ya utekelezaji wa mpango huo. Kwa kweli Mungu atawalipa. Lakini cha pili, cha tatu, nataka nimpongeze pia mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Njombe mji. Na kwa sasa utaona ya kwamba zao la parachichi sasa limekuwa mkombozi katika mkoa wa Njombe, mkombozi kwa wananchi wa Njombe. Zamani ilikuwa kama parachichi umeiuza ikaambiwa ni reject, tulikuwa tunaitupa. Sasa hivi hakuna cha kutupa. Tunamshukuru Mheshimiwa Mkuu wa mkoa wa Njombe kwa kuhamasisha uwekezaji kwenye mkoa wa Njombe. Sasa hivi unaambiwa parachichi ambao wanakuambia reject, wewe ikusanye, ipelekwe pale, ikakamuliwe, itatoa mafuta. Na utauza kwa bei nzuri. Njombe oye! Hicho ndio kitu ambacho serikali inatengeneza mazingira kuhakikisha kwamba wananchi wake na wakwamua. Na leo tunapogawa hapa miche ya parachichi, pendeni tukatunze miche ya parachichi. Maana parachichi ndio itadetermine mustakabali wa maisha yetu ya baadaye. Ukiupanda mti, hata kama unaumwa, utamwambia mtoto wangu nenda kanivunie kilo 5, nenda kaniuzie, utapata hela. Lakini kama utalima mahindi, kila siku unalima mahindi, kila siku mvua hainyeshi, utapata wapi? Au yasipofanya vizuri utapata wapi? Mazao kama haya ya parachichi ambayo ni matunda ni muhimu sana kuweka pension ya baadaye. Hayo ni mazao ya pension.
Kwa sio kwa wananchi tu, hata watumishi nawaambia pia na wahamasisha. Ni zao la pensheni. Uwe huko mbali, hivyo siku moja utatoka kule vuna. Ukishavuna utauza. Siku moja utakuwa umechoka, umezeeka. Hautaweza kulishika tena jembe. Lakini kama tayari ulishaotesha miche yako, inafanya vizuri, unavuna, uzee wako utakuwa vizuri. Ndio utaonekana mzee wa kisasa. Utaonekana mtaani kule unakunywa kahawa, ukifika muda unaenda kuvuna unatulia.